Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Tume ya Madini mkoa wa kimadini wa Mbogwe mkoani Geita imetoa maelekezo kwa migodi yote ya wachimbaji wadogo wa madini kuzingatia usalama pahala pa kazi kutokana na mvua za masika zinazoendelea kunyesha ili kuepuka majanga ya watu kupondwa na vifusi. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mgodi wa Msasa uliopo Runzewe wilayani Bukombe mkoani Geita kwa niaba ya afisa madini mkazi wa mkoa wa kimadini Mbogwe, Mhandisi Jeremia Hango, mkaguzi wa migodi wa mkoa huo Mhandisi Petro Maira anasema tuna takriban wachimbaji wengi wadogodogo ambao ni vijana wengi wanaojihusisha na shughuli za uchimbaji na uzalishaji ni mkubwa kama inavyoonekana kwenye eneo la nyuma hapa. Na mkoa wetu kimadini kupitia idara ya ukaguzi tumetoa maelekezo kadhaa kwa wamiliki wa leseni, na wamiliki wote wa leseni wamekuwa ni wasikivu, wanafuatilia kwa karibu kwa maana ya usalama wa watu kufanya kazi. Tumeanzisha mfumo wa uchimbaji wa mitaro inayo control maji yanayotokana na mvua, na sasa tumetengeneza njia moja itakayoruhusu maji yote kupenya ili angalau maji yasiingie katika maeneo ya maduara. Lakini pia tumetoa maelekezo ya kutengeneza foundation za maduara yote yaliyoko chini yasipatwe na maji. Kwa hiyo mgodi uko salama na wakati wote unaweza kufikika na watu wote wanafanya kazi. Hatuna taarifa zozote za injury, hakuna ajali ya kifo, hakuna ajali zozote ambazo zimetokea mpaka mgodi umeanza, kwa sababu imetubidi tuwepo hapa kila siku ili kuendelea kusimamia, lakini pia na kufuatilia maagizo yote na maelekezo yote tunayotoa kila siku. Kwa hiyo kwa niaba ya afisa madini mkazi Mbogwe Engineer Jeremia Hango, naomba nitoe shukrani zangu zote za dhati. Tuendelee kuwaomba na kualika Watanzania wengi kuja kwenye fursa hii adimu. Maeneo mengi bado yapo kwa ajili ya uchimbaji. Wamiliki wa leseni wametenga maeneo kwa ajili ya uchimbaji wa dogodogo ambao wanaweza wakaekeza nguvu zao na wakachimba kwa urefu tu wa mita kama 3-4 na wanaanza uzalishaji. Maana mwamba wetu unaanza kama sesa kwa maana ya Luvo deposit, lakini baadaye unashika mwamba. Kwa hiyo kuna maeneo mengi bado, fursa zipo za kutosha. Tunawalika Watanzania wote wafike ili waendelee kuchimba ili kwa ajili ya kuongeza kipato chao. Mkurugenzi wa mgodi huo wa Msasa Cosmas Nyasibonge amesema amepokea maelekezo kutoka ofisi ya afisa madini mkazi wa mkoa wa kimadini Mbogwe kuchimba mitaro itakayosaidia kuelekeza maji yasiharibu maduara ya wachimbaji wadogo. Tukiendelea swala la usalama, sasa tukirudi kwenye hii nyakati tunaenda ya kipindi cha mvua, tumeamua kuchimba mitaro mikubwa kuzunguka eneo zima la uchimbaji. Kwenye yale maduara yote yani kwa pembeni mitaro, maji yote tumeelekezea njia moja. Tumekata mtaro kuzunguka eneo letu zima, maji tumeelekeza yaende sehemu moja. Kwa hiyo ni usalama wa kuzuia maji yasiende kuathiri zile duara ambazo zipo kwenye uzalishaji, na zile duara za pembeni ambazo ziko kwenye uzalishaji kwa kiasi kikubwa tunakaribia kuzimaliza. Excavator ipo inazifikia, pakae vizuri kabisa, watu waendelee na kazi. Kwa hiyo usalama utakuwepo wa kutosha kulingana na maelekezo tuliyopokea, na bahati nzuri tume ya madini kupitia RMO huwa wanatuma mara kwa mara maengineer wao kuja kujiridhisha na maelekezo wanayotoa, na nahisi tunaonyesha ushirikiano mzuri, ndio maana tunaona hamna shida yote iliyowahi kutokea hapa kwenye mgodi wetu. Kwa vile sasa kuna msimu wa mvua, kupitia wizara yetu ya madini na nishati, ofisi ya RMO, tulipewa elekezo ya kuchimba mitaro kwa ajili ya kusafirisha maji, lakini pia kunyanyua foundation za maduara ambayo yako chini yasiweze kuingiza maji na kujenga mabanda ili tuwe na uchimbaji salama, ikiongozana na uchimbaji salama kwa PPE kwa maana ya wachimbaji, kofia ngumu na viatu vigumu. Tunashukuru pia serikali kwa kutupatia leseni hasa wachimbaji wadogo. Mgodi huo unavyoona kuna makundi aina nyingi sana ambao wanaweza kuwa wanapata kipato hapa. Kuna wachimbaji wenyewe halisi wanapata riziki hapa, kuna wafungaji matimba kwa maana maduara wanapata riziki hapa, lakini pia kuna watenda kazi, kuna wanachama wa maduara, kuna wamama wa ukwale, kuna wamama wanaojihusisha na kutoa huduma kama chakula, kuna watu wenye maduka wanatusaidia kupata. Mkuu wa wilaya Bukombe Pascas Muragili amesema amejiridhisha na kazi nzuri ya usimamizi wa migodi katika ukanda huo
inayofanywa na Tume ya Madini ili kulinda shughuli za kipato cha wachimbaji wadogo. Katika migodi yote ambayo iko ndani ya wilaya yetu, na sio wilaya tu, kwa sehemu kubwa sana ya mkoa mzima wa Geita, kwa kweli tulipanga vizuri katika sekta ambayo imeweka maandalizi mazuri ya usimamizi wa utekelezaji wa kazi zake. Ni mojawapo ni sekta ya madini. Kupitia ofisi zetu za RMO, na sisi tuko chini ya ofisi ya RMO mkazi ya mkoa wa kimadini wa Mbogwe, ambapo ndio anaratibu shughuli zote za eneo hili. Tayari kuna timu ya wataalamu ambao wamekuwa wakizunguka kwenye migodi yote, na cha kwanza ni kutoa maelekezo namna gani ya kusimamia usalama katika maeneo ya migodi. Usalama huu unafanyika wakati wa kiangazi na wakati wa masika, na kama tunavyofahamu uchimbaji wetu na involve wananchi kuingia chini kwenye kina kirefu sana. Wananchi wetu wanachimba zaidi ya mita 30, mita 50, mita 60, wengine mpaka hata mita 100 chini ya ardhi. Kwa hiyo usalama lazima ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunachokifanya, kama ni maeneo ambayo ni tepetepe ambayo kidogo yanakuwa na maji, na umetoa mfano mmoja mzuri sana kwenye mgodi wetu wa Msasa. Pale utaona kabisa ni kuna mpaka majeruba ya mpunga yalikuwa yanalimwa katika siku za nyuma. Upo taratibu wake unamna kufanya ili kuwezesha uchimbaji ufanyike ukiwa salama bila kuzuia shughuli za kimadini kuendelea na bila kuathiri maisha ya wananchi. Kwa ni jukumu la wasimamizi wetu kutoka ofisi ya madini kuhakikisha wanasimamia. Na bahati nzuri eneo binafsi nishalitembelea na nilitoa maagizo mahususi kwamba moja, wataalamu waende watembelee, waweke mpango kazi wa kuhakikisha kwamba wanadhibiti hali ya maji isiweze kuathiri uchimbaji unaendelea, kwa sababu tukisema tufunge mgodi ule kwa sababu ya mvua zinazoendelea, tunaenda kuzuia kipato cha wananchi wengi wa wilaya yetu, na sio wilaya yetu tu, tuseme wananchi wa Tanzania kwa jumla ambao wanahusisha na sekta ya madini, lakini tunapoteza mapato ya serikali. Kwa hiyo na utaalamu upo, kwa nini tusitumie utaalamu kufanya kazi hiyo? Bahati nzuri sana ukienda sasa kwenye eneo la Msasa utakuta tayari maagizo yangu yameshazingatiwa. Tayari nimekwisha ambiwa wamechimba mitaro ya kuondoa maji ili kuelekeza maji yatoke kwenye eneo la mgodi kwenda sehemu nyingine. Lakini kila duara linalochimbwa linakaguliwa na kila hatua unayofikia haruhusiwi kwenda hatua nyingine mpaka mkaguzi afike kulikagua na kutoa idhini ya kuendelea na uchimbaji. Kwa upande wao, baadhi ya wachimbaji wadogo na wajasiriamali wanaonufaika na mgodi wa Msasa wamepongeza serikali kupitia Tume ya Madini kwa kuwapa fursa ya kunufaika na rasilimali za madini hapa nchini. Niko hapa Msasa kama mchimbaji kwenye leseni ya hawa jamaa hapa. Nina takribani mwezi mmoja hapa. Kimsingi tunafanya kazi kwenye mazingira mazuri sana. Mgodi uko salama, usimamizi wa ofisi chifu wa mgodi huu kwa kweli anajitahidi sana kupanga mgodi huu. Mgodi huu mwanzo ulichimbwa zigizaga sana, lakini kwa sababu tu ya umahiri na weledi wa chifu wa mgodi huu na ofisi kwa ujumla wametutengenezea mazingira mazuri sana. Nashukuru kwa fursa hii ya kuwa hapa Msasa. Namshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa fursa aliyotupa kina mama. Kina mama hapa tunafanya kazi vizuri, tuna amani ya kutosha, tunatoa mizigo yetu vizuri bila usumbufu wala nini, na kwa wakati. Tunajipatia kipato chetu kina mama cha kuendesha watoto chini ya ofisi ya mgodi. Kwa kurugenzi, wawekezaji hawa leseni wapo vizuri. Na ni mkazi wa hapa Runzewe ila nyumbani ni Arusha. Kwa kweli mimi namshukuru Mungu, tumepata fursa sana wanawake. Tunafanya kazi kwa uhuru, ulinzi upo wa kutosha na usalama pia. Unaona, japokuwa tunachangia hela ya ulinzi na nini, lakini tunaona kwa kweli tunafurahi. Tunamshukuru Mungu, tunapata kipato. Unaona, nimefika hapa baada ya wakurugenzi kuwa wamepata leseni na kutangazwa kusimamia huu mgodi, lakini wakati ninafika hapa kulikuwa na mazingira magumu sana. Kwenye hili eneo mnaloliona kulikuwa na shimo moja refu sana hatarishi ambalo lilikuwa linaanzia hapo linaenda hivi. Baada ya kuwa tumefika, tulisimamisha kazi kwenye maeneo yote hatarishi, na baada ya kuwa tumeyasimamisha maeneo hatarishi,
tuliitisha kikao cha mafundi kwa ajili ya kuanza kuyafanyia uboreshaji. Baada ya kuwa tumeitisha kile kikao, tulianza ufungaji wa matimba kama mnavyoona hizi bwawa tulivyofunga ili kuimarisha usalama, na baada ya hapo kazi zilianza kufanyika kwa utaratibu wa leseni. Niseme tu kwa ujumla kazi sasa hivi ziko vizuri, mgodi uko vizuri, watu wanafanya kazi kwa mazingira mazuri. Maeneo hatarishi yote tulishayafikia, maeneo yaliyobaki ni yale maeneo ambayo yanaonekana kuendelea na uzalishaji.